Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Watu watatu wafariki dunia kufuatia ajali ya barabarani jijini Dodoma. Kimataifa, Umoja wa Falme za Kiarabu kujiondoa muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni kuanzia Mei Mosi. Na katika michezo, Simba na Yanga dimbani usiku huu kunako fainali ya Muungano Cup. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Watu watatu wamefariki dunia baada ya magari mawili kugongana na kisha kuwaka moto katika eneo la Imausi mataa ya Ipagala kwa Waziri Mkuu majira ya saa 12 asubuhi. Tuungane na mwandishi wetu kwa taarifa zaidi. Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa jeshi la polisi Dodoma Gallus Iyela amesema kuwa ajali hiyo imehusisha lori yenye namba za usajili T764 EPW lilokuwa limebeba saluji pamoja na lori yenye namba T179 EQF lilokuwa limebeba mchanga. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linatoa taarifa ya tukio la ajali lililotokea leo tarehe 29 mwezi huu wa 4 majira ya saa 12 alfajiri. Ajali ambayo imehusisha malori mawili. Lori la kwanza ni ambayo ilikuwa imebeba cement ikitokea Dar es Salaam kuelekea Shinyanga. Lakini lori la pili ni lile ambalo liko nyuma yangu hapa, lenyewe lilikuwa linatokea eneo la Nara kuelekea Nane Nane likiwa na mchanga. Katika tukio hili lori hili la kwanza ambalo ni T179 EQF liliama njia kwa maana ya upande wake wa kushoto kwenda upande wa kulia, na hivyo kukutana uso kwa uso na lori hili namba T764 EPW, nayo ni aina ya na kutokana na madhara ya kugongana kulisababisha moto kutokea. Kwa gari hili ambalo lilikuwa na watu watatu, driver ambaye anafahamika kwa jina la Lucas na wasaidizi wake wawili Elisha na Kevin, wote walibanwa kwenye cabin, na kutokana na athari ile ya moto walipata madhara makubwa na hivyo kupoteza maisha. Juhudi za jeshi la polisi kwa kushirikiana na wenzetu wa zimamoto kuja mapema kwa ajili ya kuokoa hazikuweza kufanikisha kuokoa maisha ya hawa wananchi wetu watatu. Kama tulivyoliangalia tukio, kuna uwezekano mkubwa driver yule wa gari lililobeba cement alikuwa katika hali ya usingizi, na hivyo kumwezesha kuhama toka upande wake kuja upande mwingine, na hivyo kwamba madereva hao wanaosafiri kwa mwendo mrefu na magari yao wawe na muda wa kupumzika. Jeshi la zimamoto na uokoaji linaendelea kuwasihi wananchi kuchukua tahadhari wawapo barabarani na kuchukua tahadhari zote zinazopaswa na taratibu za kiudereva, lakini pia kuwa na vifaa ambavyo vinaweza vikazima moto unapotokea moto kwenye magari. Ajali hiyo imeibua tena hoja ya uchovu wa madereva wa magari makubwa, hali iliyochangia ajali kwenye barabara kuu zinazounganisha mikoa. Johannes Michael, Sky TV. Mungu azipumzishe roho za marehemu mahali pema peponi, amina. Wizara ya Viwanda na Biashara imewataka wachimbaji wadogo nchini kujitokeza katika wizara hiyo ili waweze kuwaunganisha na taasisi za kifedha ili waweze kupata mikopo ya mitambo ya teknolojia za kisasa katika uchimbaji na uchenjuaji madini ili kuondokana na matumizi ya zana duni ambazo zinapelekea kutumia muda mwingi kuzalisha madini kwa kiwango kidogo. Mwandishi wetu kutoka mkoani Geita na taarifa zaidi. Akizungumza katika maonyesho ya wakandarasi, wahandisi pamoja na watengenezaji wa mitambo ya uchimbaji wa madini,
Afisa wa idara ya maendeleo ya viwanda kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara Bi Anet Ngowi amebainisha mchango wa Wizara ya Viwanda katika ukuzaji wa sekta ya madini. Tunakuunganisha na zile taasisi za kifedha za kukopesha, mabenki mbalimbali hapo yanayokopesha, tunakuelekeza na tunakuunganisha hata kukuita kikao pamoja na wale watu wa benki, mnasainiana mikataba, wanakukopesha mitambo. Kama changamoto yako ni mitambo, kama changamoto yako ni wataalamu, tunakupatia wataalamu mbalimbali wa kuweza kukufanikisha ili uweze kuchimba madini katika maeneo ya Geita. Kwa hiyo tunawakaribisha wafanyabiashara wote. Wahandisi, wakandarasi na watengenezaji wa mitambo ya uchimbaji wa madini wamewataka wachimbaji wa madini kutumia mitambo ya teknolojia za kisasa. Tuna matankers mbalimbali, kwa hiyo tunawaonesha watu kwa mifano hai. Wahandisi ndo mara nyingi wanatoa ushauri kwa wamiliki wa makampuni au kwa wakandarasi, mitambo gani ya kutumia inaosababisha uzalishaji wa bidhaa au uzalishaji wa dhahabu au uzalishaji au production kiujumla uende kwa haraka kidogo. Ndio maana tumeshirikisha Wizara pia ya Viwanda na Biashara kwa ajili ya kuweza kuonesha mifano hai ya mitambo iliyofika hapa. Washiriki wa maonyesho hayo wanaohusika na usambazaji wa kemikali na wakandarasi wa sekta za ujenzi wanaeleza umuhimu wa maonyesho hayo katika kuwawezesha wawekezaji wa ndani katika kuwekeza katika sekta ya ujenzi, viwanda pamoja na madini. Gharama ni kubwa sana. Sasa hivi lami kilomita moja inaweza ikaenda labda bilioni 1 mpaka bilioni 3. Wakati ukitumia hii inatumika haiwezi ikafika milioni 100 katika kilomita moja, iko chini ya milioni 100. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kitu ambacho TARURA pamoja na TANROADS wamekuwa wakiwa wanaumiza vichwa kwamba hivi tunawezaje tukapata kemiko ambayo ingeweza kusaidia barabara zetu hizi kutokuwa na budget ambayo ni kubwa. Kwa hiyo hii inakuwa ni solution moja ambayo ni nzuri sana. Watu wa migodini barabara zao kila mwaka au kila baada ya miezi 6 wanapitisha grader, kiasi kwamba ni gharama kubwa sana kwa kila baada ya muda mnakuwa mnakwangua. Kwa hiyo hii imekuja ni kemiko ambayo inasaidia sana kwa sababu ina uwezo wa kukaa au tunaweza tukaipa warranty ya miaka 3. Ina maana inakaa zaidi ya miaka 3. Kutoka katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa katika manispaa ya Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tutupie jicho taarifa nyingine. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto anatarajiwa kuhutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania siku ya Jumanne Mei 5, 2026 katika ziara inayotajwa kuwa sehemu ya kuimarisha ushirikiano wa undugu wa kihistoria kati ya Kenya na Tanzania. Tangazo hilo limetolewa leo Jumatano Aprili 29, 2026 bungeni jijini Dodoma na naibu spika wa bunge Daniel Silo mara baada ya kumalizika kwa kipindi cha maswali na majibu, na kusema kwamba hotuba hiyo itaanza majira ya saa 5 asubuhi. Katibu wa bunge anatangazia waheshimiwa bunge. Waheshimiwa bunge, mnatangazia kuwa siku ya Jumanne tarehe 5 Mei 2026 Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, atalihutubia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia saa 5 asubuhi. Waheshimiwa wabunge, tukio hili muhimu na la kihistoria ambalo pia litafuatiliwa na viongozi wakuu wa kitaifa linalenga kuimarisha ushirikiano na udugu kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kenya. Waheshimiwa wabunge, wote mnahimizwa kuhudhuria bila kukosa siku hii muhimu ili kumsikiliza mgeni huyo wa kitaifa akilihutubia bunge na taifa kwa ujumla. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Matumaini ya mavuno yaongezeka kwa wakulima mahindi Mbeya na Songwe. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu.
Wakulima wa mahindi katika mikoa ya Mbeya na Songwe wanatarajiwa msimu wenye mafanikio mwaka huu, wakionyesha kuongezeka kwa matumaini ya mavuno kutokana na kuboreshwa kwa upatikanaji wa pembejeo pamoja na mbolea za ruzuku zinazopatikana kwa wakati. Taarifa mwandishi wetu kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Katika maeneo mengi ya vijijini, mashamba ya mahindi yanaonekana kustawi vizuri, yakitoa taswira ya msimu wenye tija kwa wakulima wengi. Ingawa baadhi ya mazao bado hayajavunwa, wakulima wanasema hali ya mazao yao ni ya kuridhisha na inaashiria mavuno bora zaidi ukilinganishwa na msimu uliopita. Mwaka huu tumejitahidi sana kutafuta mbolea inayoitwa KinPlus. Kwa hiyo mazao hayajatukimbia sana, yatakuwa vizuri na tunategemea tutapata tu kulingana na mvua jinsi inavyonyesha. Pia sisi wenyewe wakulima tunafurahi kwa sababu nini? Tumegundua kuwa hiyo mbolea KinPlus itatusaidia bila shida yoyote. Kwa mwaka huu hali ya mavuno ya mahindi kwa kweli ni nzuri, tofauti na mwaka jana. Ila kwa maharage ni changamoto. Maharage mengi yamepigwa na mvua zilikuwa nyingi. Kwa maharage ni changamoto, ila kwa mahindi tunamshukuru Mungu, mahindi mwaka huu haitakuwa. Kwa mtu ambaye anafuata utaratibu wa mbolea, uhakika wa kupata ni 100%. Japokuwa changamoto zipo, lakini ukipata utaratibu wa mbolea unapata mazao. Meneja wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Joshua Ngondia, amesema kuwa katika msimu huu wamefanikiwa kusambaza zaidi ya tani 500,000 za mbolea kwa wakulima. Katika uzalishaji wa msimu huu tumeweza kupiga hatua kwa sababu tumeweza kusambaza pembejeo kwa upande wa mbolea kupandia, kukuzia na kunenepeshea. Kwa ujumla wake zaidi ya tani 546,000 zimeweza kusambazwa katika mikoa yote ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo hiyo sasa inaenda kuongeza au kutimiliza yale malengo ya uzalishaji kwa mwaka 2025-26. Na ndio maana kwa sasa kama mamlaka kwanza tumeimarisha vituo vyetu vya usambazaji kupitia ile kauli yetu ya mali shambani silaha mbolea ambayo tumeifanya karibu nchi nzima. Naye afisa kilimo wa mkoa wa Mbeya Tadei Ngambila amesema viashiria vya awali vinaonyesha uwezekano wa kuongezeka kwa mavuno ya mahindi mwaka huu, jambo ambalo litasaidia kuimarisha usalama wa chakula pamoja na uchumi wa wakulima. Hatuna changamoto yote ambayo ilipotiwa katika ofisi yetu ya mkoa ambayo inaweza kuleta athari mbaya kwa wakulima. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba uzalishaji wa mwaka huu utakuwa ni mzuri kwa sababu ya hali ya ilivyokuwa, mvua ilinyesha kwa wakati, watu wamepanda kwa wakati, na wakulima wengi wameitikia kutumia mbolea za ruzuku. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Asante Upendo Kibetile kwa ndani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Katika dunia inayokabiliwa na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira na kupungua kwa rasilimali asilia, Tanzania imeendelea kwa mfano wa matumaini, uthabiti na maamuzi ya kimkakati. Tupate maelezo zaidi. Kwa miongo minne NEMC imejidhihirisha kuwa nguzo ya maendeleo endelevu. Zaidi ya miradi 1035 imepitia tathmini ya athari kwa mazingira, hatua iliyowezesha uwekezaji kufanyika kwa uwajibikaji mkubwa. Huu ni ushahidi wa namna Tanzania ilivyofanikiwa kuoanisha ukuaji wa uchumi na ulinzi wa mazingira. Kwa mujibu wa NEMC, vibali zaidi ya 1028 vya mazingira vimetolewa kwa sekta ya viwanda na biashara, jambo lililoimarisha uzingatiaji wa viwango vya mazingira na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kimataifa. Juhudi hizi pia zimepunguza gharama za kurekebisha madhara ya kimazingira na kiafya. Katika miaka 1980, dunia ikiwemo Tanzania ilikabiliwa na changamoto kubwa za kimazingira, zikiwemo ukosefu wa mifumo madhubuti ya usimamizi, uhaba wa rasilimali na uelewa mdogo kuhusu mchango wa mazingira katika maendeleo. Leo hii taifa linajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana kupitia uwepo na mchango wa baraza. Katika kipindi cha miaka 40, NEMC imefanikiwa kusimamia zaidi ya miradi 1035 kupitia tathmini ya athari kwa mazingira, yani EIA, hatua inayosaidia kuhakikisha uwekezaji unazingatia ulinzi wa mazingira. Baraza limetoa zaidi ya vibali 20,000 vya mazingira, hali iliyochochea ukuaji wa viwanda na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania kimataifa. Baraza pia linaendelea
kuzuia hasara ya mabilioni ya shilingi katika kudhibiti uchafuzi wa mazingira kabla ya kusababisha madhara makubwa. Pia tumeimarisha usimamizi wa rasilimali muhimu kama ardhi, maji, misitu na bioanuwai kupitia tafiti na ushauri wa kitaalamu pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu zaidi ya 12,000 wa mazingira nchini. Baraza limeendelea kushiriki kikamilifu katika usimamizi wa miradi mikubwa ya kimkakati kama vile miradi ya umeme, maji, barabara, reli na maendeleo ya mji wa serikali Mtumba. Pamoja na mafanikio haya, bado kuna changamoto zinazoendelea kujitokeza zikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira, upotevu wa bioanuwai na matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali. Katika kuangalia mbele, NEMC inaendelea kuimarisha juhudi zake katika kufanikisha dira ya taifa 2050 pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi inayolenga kuwa na mazingira salama, matumizi endelevu ya rasilimali na jamii yenye uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. NEMC imeendelea kuchukua hatua madhubuti katika kulinda mazingira yetu kwa kushughulikia zaidi ya kesi 9,000 za uvunjaji wa sheria ya mazingira, hatua inayosaidia kuimarisha uzingatiaji wa sheria hii. Pia tumeimarisha ufuatiliaji wa mazingira uliosaidia kupunguza uchafuzi wa hewa mijini na kuboresha ubora wa maji. Misitu ya Tanzania inayochukua zaidi ya nusu ya eneo la nchi ni hifadhi muhimu ya hewa ukaa na makazi ya viumbe hai, huku mikoko ikilinda fukwe dhidi ya mmomonyoko. Kuelekea kilele cha maadhimisho Mei 29 mwaka 2026, shughuli za kupanda miti 40,000 na kutoa elimu zinaashiria hatua mpya za kulinda mustakabali wa mazingira. Mimi ni Pius Jayunga, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa wilaya ya Mbozi Hamadi Mbega amepongeza taasisi za kifedha kwa juhudi zake za kuwajali wakulima wa mkoa wa Songwe, hususan wilaya ya Mbozi kupitia kuanzisha shindano pamoja na semina zitakazowasaidia kujenga uwezo na kuinua uchumi wao. Amesema hayo wakati wa tukio la uzinduzi wa shindano maalum lijulikanalo kama Wekeza Shambani na Ushinde, lililohudhuriwa na zaidi ya wakulima 200 kutoka vyama mbalimbali vya ushirika wa kilimo AMCOS ndani ya mkoa wa Songwe. Waalikwa, kwa kumalizia, napenda kuipongeza tena benki ya NBC kwa kampeni hii ambayo na hakika itakuwa na mafanikio makubwa katika kuinua sekta ya kilimo hapa Songwe. Matarajio yangu kuwa wakulima wetu watatumia vyema fursa hii kwa manufaa yao binafsi na manufaa ya jamii. Lakini kabla ya kumalizia hotuba yangu, naomba nisiseme maneno yafuatayo. Kama ambavyo nimewaeleza, wakulima wetu wa mkoa wa Songwe ni wakulima wakubwa sana, ni wakulima wa kisasa ambao wanataka mafanikio kwenye sekta hii ya kilimo. Tuwapigie sana makofi. Lakini changamoto kubwa, na wito wangu kwenu nyinyi kama viongozi kutoka NBC, mpeleke ujumbe wa serikali mkoa wa Songwe, hasa wilaya ya Mbozi. Ipo haja kama ambavyo nimesema ya kufungua branch hapa kwenye mji wetu wa Mlowo. Leo hii tuko hapa Songwe kwa ajili ya kuzindua kampeni kubwa ya Wekeza NBC Shambani Ushinde. Hii ni kampeni kwa ajili ya wakulima wa ufuta pamoja na kahawa ambao wanalima katika msimu huu. Wakulima hao wataweza kujishindia zawadi mbalimbali kama pikipiki na laptop iwapo tu watafungua akaunti ya NBC Shambani na kuweka kiasi cha fedha kwenye akaunti hizo. Zaidi ya yote, tutaendelea kutoa elimu ya kifedha kuhusiana na bima ya afya, bima ya kilimo kwa ajili ya wakulima wa mkoa wa Songwe, ili kuhakikisha kwamba wakulima hawa wanakuwa kibiashara na pia wanaendelea kuiamini Benki ya Taifa ya Biashara NBC. Asante sana. Huduma yao nimeifurahia sana, kwamba kuna huduma ya kiganjani ambayo wanaitoa NBC, kwamba mkulima hata ukiwa huko shambani, ukiwa huko nyumbani, unaweza kufanya muamala kutoka NBC kwenda M-Pesa au na mitandao mingine ya kifedha au mitandao ya simu. Hivyo basi kumbe huduma zao zimekuwa karibu zaidi bila usumbufu wa mkulima, lakini pia wametuahidi kutusogezea zaidi kijijini kulingana na umbali tunaotoka sisi na kutusogezea huduma zao. Hivyo huduma zao tunazifurahia sana. Somo hili mimi nimelikubali. Nimefurahia tu kama ulivyoongea wadau wengi, tunapenda tawi umtetea Terere Mlowo ili huduma zetu
tunazipata kwa wakati, kwa sababu kama ni Tunduma ni mbali kweli. Kiufupi kwa kweli nimefurahi na elimu nimeipenda. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Langu jina ni Jeremia Isaya. Wavuvi na wafanyabiashara wa samaki nchini wanatarajiwa kuongeza mauzo ya bidhaa zitokanazo na rasilimali hiyo baada ya shirika la chakula na kilimo duniani FAO na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM kuzindua jukwaa la kimtandao wa kidigitali la soko la samaki. Na mfumo umetengenezwa ili wavuvi waweze kuweka bidhaa zao mle kwenye mfumo na mtu yoyote popote alipo aweze kununua samaki. Isitokee mtu anashindwa kupata hii bidhaa kwa sababu ya ule umbali. Kwa hiyo popote alipo, wakati wowote akitaka zao la samaki au akitaka kula samaki aweze kuzipata.
Kwa hiyo tuna soko mtandao, hili soko mtandao linaitwa Tan Fish Market. Kama ambavyo nimesema, tulianza na wale wavuvi wa ziwa Tanganyika. Lakini yote haya tunafanya ili kuhakikisha kwamba bidhaa zile za uvuvi zinazovuliwa zinamfikia mlaji kokote aliko, na zinamfikia zikiwa zina quality ile ile nzuri ambayo anaipata mtu olokoko hapa au jirani na mwalo. Na ndio maana tuko hapa sisi shirika la chakula la kilimo la Umoja Mataifa. Lengo letu ni kwamba kuanzia kwenye nyavu mpaka kwenye plate tunataka kuhakikisha kwamba upotevu pale unapungua. Na ndio maana tunafanya yote haya ili hata kama mtu ana cage au ana kizimba cha kufuga samaki, anajua kabisa mimi nikivuna samaki leo naenda kumuuza wapi. Tuna changamoto ya ukosefu wa masoko. Tuna changamoto ya kutegemea madalali. Kuna changamoto ya kukosekana kwa uwazi wa bei, kwamba kila mmoja anaamua tu leo mimi samaki huyu namuuza shilingi kadhaa, hatuna bei elekezi. Upatikanaji mdogo wa taarifa za masoko, lakini bado tunaona sekta hii ni muhimu sana katika mchango mkubwa wa uchumi wetu wa taifa letu. Napenda kuwashukuru Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na Food and Agriculture Organization FAO kwa kuandaa programu hii ambayo yenye lengo la kuboresha biashara ya samaki kwa kuongeza fursa za kiuchumi kwa wananchi wa Tanzania yetu. Mtazamaji, tuangazie viwango vya ubadilishaji wa fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2587 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2613 na senti 01. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3487 na senti 72 na kuuzwa kwa shilingi 3522 na senti 59. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3025 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 3055 na senti 65. Yuan ya China imenunuliwa kwa shilingi 378 na senti 23 na kuuzwa kwa shilingi 382 na senti 01. Yen ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 20 na kuuzwa kwa shilingi 16 na senti 36. Nayo randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 157 na senti 20. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 20. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 76 na kuuzwa kwa shilingi 1 na senti 78. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 70. Tutamatishe na faranga ya Burundi ambayo imenunuliwa kwa senti 86 na kuuzwa kwa senti 87. Na hii ni tamati ya habari za biashara na uchumi. Ulikuwa nami Jeremia Isaya. Biashara na uchumi. Mtazamaji, ni wasaa sasa kuangazia mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Umoja wa Falme za Kiarabu umesema utajiondoa kwenye muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni OPEC kuanzia Mei mosi. Kulingana na taarifa iliyochapishwa, uamuzi wa Umoja wa Falme za Kiarabu unaakisi maono ya muda mrefu ya kimkakati na kiuchumi katikati ya mabadiliko kwenye sekta ya nishati. Hatua hiyo ya kujiondoa kwenye mzalishaji huyo mkubwa wa mafuta inatazamwa kama pigo kubwa kwa OPEC, huku ushawishi wa kundi hilo kwenye soko la mafuta la kimataifa ukitarajiwa kupungua. Ni tangazo lililotolewa siku moja kabla mkutano uliopangwa kwa muungano wa OPEC mjini Vienna.
Hatua hiyo pia inaashiria mvutano unaoongezeka kati ya UAE na Saudi Arabia, washirika wa muda mrefu ambao ushindani wao wa kikanda baina yao unazidi kuongezeka. Rais Donald Trump amemshambulia kwa maneno makali kansela wa Ujerumani Friedrich Merz baada ya kiongozi huyo wa Ujerumani kusema Marekani haina mkakati maalum wa kujiondoa kwenye vita vyake na Iran. Trump amemtolea matamshi makali Merz kwenye mtandao wake wa Truth Social akisema kuwa Merz hajui anachokifanya. Akaongeza kuwa ikiwa Irani ingemiliki silaha za nyuklia, ulimwengu ungekuwa mashakani. Trump aidha amemshutumu kansela huyo kwa kusema anadhani Irani pia inapaswa kumiliki silaha za nyuklia. Lakini hivi karibuni Merz yeye alikosoa hadharani serikali ya Washington wakati wa majadiliano na wanafunzi wa shule za Ujerumani, ambako alitolea mfano vita katika nchi za Afghanistan na Iraq. Mfalme Charles wa tatu wa Uingereza amekiri kuwepo kwa nyakati za sintofahamu wakati wa maadhimisho ya miaka 250 ya uhuru wa Marekani kutoka Uingereza, huku pia akiwashukuru watu wa taifa hilo. Mfalme Charles huyo amesema hayo alipohutubia bunge la Marekani siku ya Jumanne iliyoangazia uhusiano kati ya nchi hizo mbili katikati ya msukosuko wa kisiasa. Amesema pia, lakini katika mazingira haya yasiyotabilika, muungano wetu hauwezi kutegemea mafanikio ya zamani wala kudhani kuwa kanuni za msingi zitajiendeleza zenyewe. Kama waziri mkuu wangu alivyosema mwezi uliopita, ushirikiano wetu ni wa lazima na huna mbadala. Hatupaswi kupuuza yeyote yaliyoendelea uhusiano wetu wa miaka 80 iliyopita. Charles ni mfalme wa pili wa Uingereza kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge. Mama yake Malkia Elizabeth wa pili alitoa hotuba hiyo mwaka 1991 akisisitiza uhusiano wa kihistoria kati ya nchi zote mbili na umuhimu wa maadili yao ya kidiplomasia. Mwisho wa habari za kimataifa. Jina langu ni Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasawa kuelekea dimbani sasa kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo wetu Rai Saidi yuko hapa ndani kutujuza kimichezo. Usiondoke. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Habari za michezo na burudani.
Habari za usiku, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Karibu katika habari za michezo pamoja na burudani. Mimi ni Lai Saidi. Pazia la michuano ya Kombe la Muungano Cup inatarajiwa kupigwa kwa siku ya leo, ambapo fainali itawakutanisha watani wa jadi Simba Sport Club na Yanga, mchezo ambao utapigwa majira saa 2:15 usiku huu kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Yanga ndio bingwa mtetezi wa kombe hilo na mwaka huu wamefika fainali baada ya kuziondosha timu mbili ambazo ni Mwembe Makumbi City pamoja na Azam FC. Huko Wekundu wa Msimbazi Simba mara ya mwisho kushinda kombe hilo ilikuwa ni mwaka 2024 na leo watapambana kumaliza ukame wao wa kushinda mataji, na wamefika pia fainali baada ya kuziondosha timu za Mafunzo pamoja na Mlandege FC. Mchezo huo utaamuliwa na mwamuzi Dickens Mimisa ambaye anatokea nchini Kenya na atakuwa mwamuzi wa kati, huku akisaidiwa na mwamuzi msaidizi namba 1 Ali Mbwana, mwamuzi msaidizi namba 2 akiwa ni Yusuf Shombe, wakati mwamuzi wa Kiba Force Official akiwa ni Isiaka Mwalile. Mashabiki wa Simba pamoja na Yanga wao wametambiana kuelekea mchezo huu. Leo mtu anakufa tu. Yanga anakwenda na maji huyo. Hapa Yanga haondoki hivi hapa, anaondoka kinani hapa. Hamna la jiga hapa. Hakuna Kayoko hapa. Hapa Zanzibar hakuna la jiga, hakuna Kayoko. Hiyo lazima ulijue hilo. Hakuna alojiandaa, hakuna alokuwa hajajiandaa. Hapo kwa hapo. Pasafi. Kwa hiyo leo tunaenda kucheza game, uwanja hauna matatizo, uwanja umesafishwa, tumeuombea Mungu, tumemwachia Mungu, tunaenda kucheza game kwa sehemu salama. Lakini vitendo wanavyofanya Yanga sio vizuri. Huu uwanja huu ardhi ni ya kidini. Hii ardhi ni ya kidini, hii ardhi ya watu wa Mungu, wao wanakuja kuchezea. Wamepitisha drone jana, kumbe wanapitisha uchawi. Waingize timu uwanjani watalipata jibu. Si uaga, hatuna maneno. Si tunafanya vitendo uwanjani. Pale kuna mashine ambazo zinaweza kaamua muda wote pale. Pale kuna Prince Dube yupo pale. Hapo kuna Maxim Zengeli, huku kuna Pakome, mzee wa kutengeneza. Hao watu achana nao hao. Tumewamaliza hao. Kabisa uwanja wa Yanga huu. Uwanja wa Yanga. Uwanja wa Yanga hatoki huyo. Unaona anakimbia yule? Hatoki. Ni Simba ama Yanga nani kuondoka na Kombe la Muungano Cup usiku huu? Dakika 90 zitaenda kuleta majibu. Kwingineko ni kuhusiana pia na uongozi wa klabu ya Yanga Sport Club kupitia mtendaji mkuu Andre Mtine pamoja na GSM Foundation imetembelea kituo cha watoto yatima cha Island Hope kilichopo visiwani Zanzibar Magharibi, pia na kutoa msaada wa mahitaji kwa watoto wanaolelewa katika kituo hicho. Tukio hili limefanywa ikiwa ni mwendelezo wa klabu ya Yanga kwa kushirikiana na GSM Foundation kugusa jamii zenye mahitaji maalum na kufurahi pamoja na kuashiria upendo na mshikamano kwa jamii. Mkuu wa kitengo cha digital ndani ya klabu ya Yanga Abiudi Shayo amezungumzia kuhusiana na klabu hiyo kurejesha kwa jamii. Kama ilivyo kawaida yetu, uongozi wa Club ya Africans tumekuwa na utaratibu wa kufanya charity kwa kushirikiana na GSM Foundations, na kama mnafahamu leo tutakuwa na mchezo wa finali ya Muungano Cup, na tunapokuwa hapa Zanzibar tuko nyumbani, na siku zote unaporudi nyumbani lazima urudi na chochote kitu. Baba, ukirudi nyumbani utarudi na mkate, pipi, sukari au chochote kile. Tumeongozana na CEO wa klabu yetu Andre Mtine, GSM Foundations chini ya rais wa makampuni ya GSM Ghalib Said Mohamed kwa maana ya GSM amekuwa na utaratibu wa kushirikiana na Yanga kutenda matendo ya huruma kwa lengo la kuwafikia, si kwamba kila ambacho tumekileta hapa kinamaliza shida zenu, ila kinaonesha njia kwa wengine vile kuleta mahitaji yao. Serikali kupitia Baraza la Michezo la Taifa BMT limempongeza bondia Ibrahim Mgenda Kras kwa kufanikiwa kutoa mikanda miwili mikubwa ya WBC International Silver na WBC International Gold. Pongezi hizo zimetolewa na afisa michezo mwandamizi wa BMT Bi Halima Bushiri katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam wakati wa mapokezi ya bondia huyo aliyerejea akitokea nchini Thailand. Serikali
kupitia Baraza la Michezo la Taifa linampongeza sana bondia Ibrahim Class kwa ushindi huu wa mikanda miwili mikubwa, WBC International Silver na WBC International Gold. Hakika bondia huyu ameonyesha moyo wa nidhamu, kujituma, lakini pia ni moyo wa uthubutu kwake. Kwa hiyo bondia huyu amepeperusha vyema bendera ya Tanzania na katika kimataifa, lakini pia baraza sasa kupitia serikali inampongeza sana bondia na inamtakia kila laheri katika mashindano mengine yajayo ili aendelee kung'ara. Tunatumaini ushindi huu ni matokeo yake ya mazoezi, lakini pia kujituma kwake. Sasa hii iwe chachu kwa vijana wengine ili wafate nyendo za Ibrahim Class. Tunaamini michezo ni ajira, lakini michezo ni uchumi. Na kimataifa ni kuhusiana na klabu ya Real Madrid inaendelea na mchakato wa kutafuta kocha mkuu mpya, huko Alvaro Arbeloa akikaribia kuondoka kufuatia msimu usiokuwa mzuri. Baada ya msimu wenye misukosuko unaotarajiwa kumalizika bila taji lolote, uongozi wa klabu hiyo unalenga kufungua ukurasa mpya na kurejesha utulivu ndani ya timu hiyo. Orodha ya makocha wanaotazamwa inajumuisha majina makubwa kama Didier Deschamps, Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp, Zinedine Zidane na mbwatukaji pia Jose Mourinho. Kwa mujibu wa taarifa, rais wa klabu hiyo Florentino Perez amemtambua Mourinho kama chaguo lake kuu. Klabu hiyo pia inaamini uzoefu wa kocha huyo msema ovyo pamoja na mafanikio yake ya awali, ikiwemo kutoa ubingwa wa La Liga kati ya mwaka 2010 na 2013, vinaweza kusaidia kujenga upya timu hiyo, ambapo Perez anaonekana kuwa na msimamo thabiti wa kumrudisha kocha huyo. Huku ishara za hivi karibuni ikiwemo sapoti kutoka kwa Kylian Mbappe zikionyesha kuwa uamuzi unaweza kuchukuliwa hivi karibuni na uwezekano wa Mourinho kurejea ukiendelea kuimarika ndani ya kikosi cha Real Madrid. Na usiku wa Ulaya utapigwa leo, ambapo tutashuhudia nusu fainali ya pili ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, ambapo Atletico Madrid watakuwa nyumbani nchini Hispania dhidi ya Arsenal the Gunners, mchezo utakaoanza majira saa 4 usiku. Mikel Arteta amepata aweni kuelekea mechi ya mkondo wa kwanza wa nusu fainali hiyo kutokana pia na kiungo Eberechi Eze aliyepata maumivu wakati wa mechi dhidi ya Newcastle United. Ameonekana akifanya mazoezi ya mwisho siku ya jana Jumanne. Habari nyingine njema ni kuhusiana na kurejea kwa beki Ricardo Carafiori ambaye amekuwa nje tangu mapema mwezi Aprili. Hata hivyo bado kuna giza kwa Kai Havertz ambaye hatakuwa sehemu ya mechi hiyo pamoja na Julian Timber. Na taarifa hiyo, mtazamaji, inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Mindi Joseph aweze kukamilisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Sky TV. Ni mwanamichezo wetu Lai Saidi katika mkusanyiko wa habari za michezo akitujuza kwa namna hiyo, na kubwa zaidi ni mchezo ambao unatarajiwa kuanza hivi punde saa 2 usiku ukiwakutanisha watani wa jadi Simba na Yanga. Mtazamaji, tutazame utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa usiku wa leo ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria na magharibi mwa nchi kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mikoa iliyopo katikati, pwani ya kaskazini ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache, huku sehemu nyingine za nchi zikitarajiwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu upepo unatarajiwa kuwa wa wastani katika baadhi ya maeneo ya nchi, isipokuwa maeneo ya pwani ya kusini. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa, huku Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali unaofikia kilomita 40 kwa saa. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule unaopenda kukaa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Viashiria vya mvua vinaonekana kupungua katika maeneo ya kusini mwa nchi, isipokuwa vinaonekana kwa kiasi katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, katikati mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini ikijumuisha na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kwa upande wa nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya maeneo ya nchi. Jiji la Dar es Salaam linatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Upande wa mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua. Mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo pamoja na hali ya mvua katika maeneo machache. Nikushukuru kwa usikivu wako na nikutakie wakati mwema. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Watu 3 wafariki dunia kufuatia ajali ya barabarani jijini Dodoma. Na kimataifa, Umoja wa Falme za Kiarabu kujiondoa muungano wa nchi zinazouza mafuta kwa wingi ulimwenguni kuanzia Mei Mosi. Na katika michezo, Simba na Yanga dimbani usiku huu katika fainali ya Muungano Cup. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, mimi ni Mimi Joseph. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kutoka hapa Sky TV. Uwe na usiku mwema.